hasa tumepata support kutoka kwa wadau shirika la Baby Moon. Tunashukuru kwa ujio wao na kuona kwamba hospitali yetu iwe sehemu mojawapo ya kufanya maadhimisho haya ya siku ya KMC. Tunashukuru pia kwa kuona kwamba watoto njiti moja ya mahitaji yao ni kupata vibebeo ambao vitawasaidia wakina mama ambao wanatakiwa wakae na watoto muda wote katika vifua vyao. Kwa hiyo imekuwa kama hitaji kubwa sana kwa wamama hawa. Kwa hiyo tunawapongeza Baby Moon kwa kuona hili na kutatua hili hasa katika hospitali yetu. Kikubwa kuhusiana na watoto njiti, kama alivyosema kiongozi aliyepita, tumepata sana wimbi kubwa la watoto njiti katika miaka ya karibuni. Kwa hiyo kama tunavyojua watoto njiti ni watoto wanaozaliwa kabla ya muda, kabla ya wiki 37. Kwa hiyo unakuta viungo vyao vinakuwa havijakamilika kwa wakati. Kwa hiyo wanapata changamoto kukutana na mazingira mageni huku viungo vyao vikiwa bado havijakamilika. Kwa moja ya hatua za haraka ambazo wanatakiwa afanyiwe katika utunzaji wake ni kumweka katika Kangaroo Mother Care. Kwa hiyo tunatamani serikali, tunatamani wadau wengine waendelee kuangalia swala hili kwa jicho la kipekee sana katika kuwasupport hawa kina mama kama walivyokuja Baby Moon na idea nzuri ya vibebeo. Tunatamani wengine pia waje na idea mbalimbali za kuzidi kuboresha. Kikubwa hospitali sisi tunaendelea kupambana kwa kuwatunza, kuwahudumia na kuwatibu hawa watoto njiti, kwa sababu ni moja ya idadi kubwa ya watoto ambao tunawapokea katika watoto wagonjwa hapa hospitalini kwetu. Kwa hiyo tunashukuru sana na tunapongeza sana. Watoto ambao tunawapata kwa mwezi, idadi kwa ujumla pasipo kuwagawa kwa makundi, waga wanafika 150 hadi 200. Ila pia wenye changamoto mbalimbali, lakini kundi kubwa la watoto njiti tunaweza tukapata watoto 70 mpaka 90 katika watoto wao. Kwa ni idadi kubwa kidogo. Na wakati wa kuchukua historia kwamba kitu gani kinasababisha kuzaliwa kwa watoto njiti, kikubwa kimekuwa kukionekana ni maradhi mbalimbali ikiwemo pressure wakati wa ujauzito au maambukizi kupitia via vya uzazi wakati wa ujauzito. Lakini kama kiongozi alivyosema, tunatoa rai kwamba tafiti ziendelee kufanyika, tuangalie ni tatizo gani kubwa limetokea katika kipindi cha miaka ya karibuni ili tuweze kuchukua hatua za haraka kupunguza uzalishaji wa watoto ambao wanazaliwa kabla ya muda. Na namna unaweza kuepuka? Kuepuka nafikiri ni kupitia pia kliniki za wamama za mapema. Kule ndo sehemu pekee ambayo tunaweza tukapata dalili za hatari, viashiria vya hatari au vidokezo vya hatari kwa wamama. Kwa hiyo kule ndo sehemu pekee ambayo tunategemea sana kwa upande wa huduma za afya. Ila pia tunatolewa elimu kupitia mitandao ya kijamii na kupitia vyombo vya habari kuhusiana na dalili za hatari ambazo zinatokea kina mama na kitu gani wafanye. Kwa hiyo kuepuka ni kutoa elimu pasipo kukoma kuhusiana na vidokezo vya hatari wakati wa ujauzito. Okay. Vidokezo vya hatari wakati wa ujauzito, kama tunavyojua ujauzito umegawanywa katika sehemu kuu 3. Kuna trimester ya kwanza, trimester ya pili na pamoja na ya tatu. Kwa kuanzia trimester ya pili mpaka trimester ya tatu, mara nyingi wamama tunawashauri wanapoona dalili kama mtoto hachezi tumboni, wanapoona labda wanaanza kutoka damu katika sehemu zao za siri, labda wanaanza kutoka maji katika sehemu zao za siri, labda wanapata homa za mara kwa mara. Hivyo ni baadhi ya vidokezo vya hatari ambavyo wamama hawa tunawashauri wanapokuwa wanahudhuria kliniki wakiona wawahi hospitali kwa ajili ya matibabu. Mimi naitwa Bwana Alban James. Mimi ni mkurugenzi wa kampuni ya Baby Moon ambayo sasa makao makuu yake yamehamia Mwanza. Sababu moja kubwa kwa nini tumehamia Mwanza ilikuwa sababu ambayo Dr. Margaret ameelezea. Tumegundua na sisi pia tumeona kwenye tafiti ambazo zimefanyika kuna ongezeko kubwa sana la watoto njiti ukanda wa Ziwa. Kwa tukaona kwamba solution yetu ni kitu ambacho kinasaidia sio kupunguza ongezeko bali
make sure vifo kati ya hao ambao watakuwa njiti vinapungua kabisa. Na research tumefanya, clinical research tumefanya pale Temeke na Amana, na tuna majibu mazuri kabisa ya ongezeko la uzito kwa watoto njiti, upendo, bonding kati ya mama au baba na mtoto, hiyo pia inasaidia sana. Kwa hiyo sisi kama Baby Moon tumefurahi kuwepo hapa na kukaribishwa kabisa vizuri kabisa, na tunakuahidi kwamba as long as tuko hapa tutasaidia kwenye hiyo research, hiyo tafiti ambayo kutaka kujua kwa nini kuna ongezeko kubwa kwa mtindo huo. Tuna resource, tuna team, tuna watu na support ya watu nyuma yetu kidogo kwa ajili ya ku make sure haya yote yanaenda vizuri. Kwa leo kama siku ya kusherehekea Kangaroo Mother Care duniani, tumeleta token kidogo ya vibebeo vyetu vya baby carriers kama zile unavyoona pale, ambao ni hands free, mama anaweza beba akafanya shughuli zake akaendelea na mambo yake. Kwa tutafanya demonstration kidogo ya jinsi gani ya kufunga kirahisi, lakini pia ina 6 pressure points, ina wide straps ambazo zinasaidia bega mama asichoke sana, ili uzito wa mtoto unagawanywa huku kwenye mabega. Kwa majina naitwa Rosemary Kusekwa. Shida iliyosababisha mtoto atoke premature, nilianza kutoka maji kabla ya muda, ambao tuliambiwa kuwa ni dalili ya hatari kwa mama mjamzito. Hivyo nikawa nimefika hospitali pale Aga Khan kwa ajili ya uchunguzi, wakawa wamenipiga ultrasound. Wakasema kuwa maji yamepungua, kwa hiyo itakuwa ni changamoto kwa mtoto namna ya kucheza. Kwa hiyo wakashauri kuwa niendelee kukaa pale kwa ajili ya uangalizi. Baadaye nilikaa pale karibu wiki moja, wakawa wameniruhusu nikarudi nyumbani. Lakini baada ya siku 2 hali ikawa tofauti. Maji yakaendelea kutoka na nikahisi tumbo la chini linauma sana. Ndio nikawa nimefika hapa hospitali ya Rufus Kitule. Baadaye wakanipima, wakasema kuwa njia imefunguka, kwa mtoto yupo tayari kutoka. Nikawa nimejifungua, ni mtoto ana umri alikuwa na miezi 6 na wiki 2. Hivyo ila kwa sasa ni ana miezi 6 na wiki 3. Changamoto ni kubwa, maana kwanza ni kitu ambacho unakutana nacho kigeni. Na mtoto mwenyewe huyo premature anatakiwa uangalizi mkubwa sana. Kwanza kuna dawa anazozitumia, ambazo hizo dawa anatakiwa, yani uko unampatia, unatakiwa wewe mwenyewe makini. Ukicheza kidogo tu inaweza kampalia ikaingia kwenye mfumo wa upumuaji, na inamletea changamoto pia naye. Na kingine ni kuhusu masuala ya unyonyeshaji. Na naambiwa inashauriwa kuwa ni kila baada ya masaa 3 mtoto apate maziwa, ama kila baada ya lisali moja kulingana na mchanganuo unaopewa. Ndio. Kwa mfano kama mimi nimepewa nampatia maziwa kwenye mililita 30 kulingana na uzito wake alionao. Kwa hiyo mchanganuo wa kwanza inatakiwa niende na hesabu ile ya kila baada ya lisali moja nimpatie mililita 15. Ama kila baada ya masaa 3 nimpatie mililita 30, ambazo hizo 30 kwa kinakuwa changamoto kuzimaliza. Unaweza kumpatia baadaye akananilea katapika, ama sizimalize kabisa. Je, unatafuta sehemu tulivu, safi na ya kisasa zaidi kwa ajili ya makazi? Relax, kisha pay attention. Watoto mjini wanapaita Ushuani Apartment, ila mimi napenda kupaita nyumbani. Ndiyo, ni Sweet Home Apartment. Hapa utapata mazingira mazuri, hewa safi itakao kufanya uwe kwenye comfort zone. Imagine ukitaka kuperuzi mtandaoni kuna free wifi. Ukiwa bored unapata vitu vya Netflix. Ile ndingako kali inapata parking kali. Ukitaka kupika madiko kuna jiko. Na si kupika tu, utahifadhi mpaka miko. Alafu baada ya harakati zote upate usingizi mnono katika vyumba bora na vya kisasa zaidi kwa ajili yako na familia yako. Karibu Sweet Home Apartment tukuhudumia. Najua utakuwa unajiuliza location ni wapi? Tunapatikana Mwanza Mkolani.
Tupigie kwa namba ya simu ya 0766636675 au 0745429703. Sweet Home, your comfort zone.